stashahada kwa maana ya cheti na stashahada kwa maana ya diploma, ambapo mwaka 2014 kiliongeza fani ya maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii. Siku ya leo chuo kina jumla ya wahitimu 439. Idadi hiyo ya wahitimu mchanganuo wake ni kama ifuatavyo. Kozi ya stashahada ya ualimu shule ya msingi tuna wahitimu 113 ambao ni wanaume, wahitimu 224 ambao ni wanawake, na jumla yao ni wahitimu 337. Kozi ya stashahada elimu ya awali tuna wanaume 4 na wanawake 51, jumla ni 55. Kozi ya stashahada elimu ya awali tuna wanaume 3 na wanawake 20, jumla 23. Lakini tuna kozi ya stashahada ya ustawi wa jamii tuna jumla ya wanaume 6, wanawake 14, jumla 20. Lakini tuna kozi ya maendeleo ya jamii ambao tuna wanaume 4, hatuna mwanamke, jumla wako 4. Jumla ya yote tuna wanaume 130, wanawake 309 na jumla ni 439. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo tumeonyesha mafanikio katika nyanja mbalimbali, mfano taaluma, michezo, ustawi wa jamii na maboresho ya kimiundombinu hapa chuoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kufuatia mabadiliko ya sera ya elimu ya 2014 toleo la mwaka 2023, chuo chetu sasa kinatekeleza maboresho ya mtaala mpya ambao kwa sasa mwalimu anayefundisha shule ya awali au msingi anapaswa kuwa na stashahada, sio tena stashahada kama ilivyokuwa awali. Hivyo kwa muktadha huu, kwa wazazi na walezi wa wahitimu wetu wa leo wa stashahada ya ualimu wa shule ya awali wanapaswa kufahamu kuwa mabadiliko hayo yatapelekea vijana wao kuendelea na stashahada zao kuanzia Julai tarehe 1 mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, napendekeza kozi ya ujasiriamali ambayo nayo imekuwa ikifundishwa madarasa yote kwa kozi zote. Hali hii inawaandaa wahitimu kukabiliana na changamoto ya ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yote niliyoyasoma, chuo chetu kinakabiliwa na changamoto zifuatazo. 1. Kutokana na kuwepo kwa teknolojia, chuo kina upungufu wa kompyuta 36 pamoja na projekta 4. Vivyo hivyo viti na meza vya kukalia ambapo ingesaidia sana kufundisha kisasa. Naamini kwa sasa walimu hao kuwafundisha namna ya kutumia teknolojia hata wanapokuja huko kwenye jamii yetu. Kwa teknolojia ni muhimu kwa sababu teknolojia inaenda kwa kasi. 2. Chuo kinaendeleza michezo kwa wanachuo pamoja na wafanyakazi. Tuna viwanja vya kutosha kwa taifa letu la Tanzania. Hongereni sana kwa kazi kubwa, kazi iliyotukuka, kazi ya kizalendo kwa nchi yetu. Taifa letu hili la Tanzania linawahitaji sana wasomi ili kuweza kulisaidia kuweza kupiga hatua mbele zaidi na zaidi. Pasipo kuwepo ninyi, tunaamini kabisa taifa haliwezi kuendelea, lakini uwepo wenu tunaamini taifa linaweza kuendelea. Mungu awabariki sana taasisi ya Agley, lakini pia na wahitimu wote na wazazi kwa moyo huo upendo wa kuendelea kulisaidia taifa kuweza kusogea mbele. Mungu awabariki sana. Mimi nitazungumza kwa uchache, nitapita katika mambo ya muhimu ya kuweza kuyazingatia katika dunia yetu hii ya sasa. Jambo la kwanza, nitaendelea kuwahimiza wananchi wote ambao mpo kwenye ukumbi huu, wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuendelee kuishi kwa umoja, upendo na mshikamano, kwa sababu umoja, upendo na mshikamano ndio nguzo kubwa ambayo inaweza kutusaidia kuweza kuyafikia maendeleo. Kwa hiyo tukishirikiana, tukasaidiana na tukafanya kazi
kwa uadilifu, utii na hekima, basi taifa letu hili lina uwezo wa kwenda kusogea zaidi na zaidi. Kwa hayo, ninawaomba sana wahitimu, siku hii ya leo mnakwenda kutunukiwa stashahada zenu na astashahada. Basi tunatamani huko mnakokwenda mkatumie ujuzi huu ambao mlioupata katika taasisi ya Agley kwa upande wa walimu, afisa maendeleo ya jamii na afisa ustawi wa jamii. Ninyi nyote mkienda kwenye jamii, basi mkaitafsiri ujuzi mlioupata hapa kuwa ni matokeo chanya kwenye taifa hili la Tanzania. Tunatarajia mtafanya kwa ubora ili muendelee kuilinda sura na taswira nzima ya taasisi hii ya Agley. Mkifanya tofauti, mtakuwa mnaiharibu taasisi hii kwa kuichafua huko katika maisha ya ujumla na taifa letu kwa ujumla. Sambamba na hayo, ninawaomba mtakapokwenda kwenye majukumu yenu, muwe ni waadilifu, muweze kutoa huduma kwa uadilifu, haki, pasipo kuwepo na ubaguzi au udanganyifu wa aina yoyote. Sambamba na hayo, nataka niwaeleze wahitimu wote, kwa sasa Tanzania iko na wasomi wengi sana. Kuna ninyi mnaingia kwenye ushindani wa soko la ajira. Basi kama tunaingia kwenye ushindani wa soko la ajira, ajira ziko nyingi, sio lazima uajiriwe serikalini. Kwa tutumie ujuzi huu kuitafsiri elimu hii kwa vitendo, kwa kuweza kufanya shughuli mbalimbali kwenye jamii zetu. Hasa nikizungumza na walimu. Walimu, ninyi ni watu wa muhimu sana. Ninyi ndio ambao mlioibeba dhima ya taifa hili. Ninyi ndio ambao mmeibeba sura ya taifa hili inakotoka, inakokwenda. Ninyi walimu, kwa sababu mnaanza na sisi tukiwa wadogo, hatujui kusema hata hatujui kuandika, mnatufundisha tunaweza kuandika. Hatujui kusoma, mnatufundisha tunaweza kusoma. Hatujui kuhesabu, mnatufundisha tunaweza kuhesabu. Basi niliusikia moto wa taasisi hii, ninyi ni mfano wa kuigwa. Basi muende mkautafsiri mfano huo kwa wananchi huko, muende mkautafsiri mfano huo kwa watoto ambao watakaokuwepo mashuleni na vijana, kwa sababu tunaamini hapa tunao walimu kwenye level ya awali, msingi na sekondari. Tunaomba ujuzi huo muende mkautafsiri katika uhalisia. Sambamba na hayo, niseme na maafisa ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii, angalieni tafsiri yenu, tafsiri ya ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii. Jamii zetu zinatamani kuendelea. Ninyi ndio ambao mtakaoweza kuwasaidia watu kuwa na maandiko ya miradi mbalimbali iliyo bora, ikawasaidia kuweza kuwawezesha kiuchumi na kuwapaisha juu, na taifa pia likanufaika kwenye kazi ambazo atakazozifanya kutokana na elimu na ushauri ambao ninyi maafisa ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii mtakwenda kuitoa kwenye jamii hiyo. Lakini sambamba na hayo, huku kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zipo mikopo za 10% ambazo zimegawanywa katika vifungu vikubwa vitatu: 2% kwa watu maalum na wenye ulemavu, 4% kwa vijana na 4% kwa wanawake. Sasa tunatarajia ninyi watu wa maafisa ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii mtawasaidia wananchi kuwapa elimu juu ya mikopo hiyo iweze kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Sambamba na hayo, nataka niseme jambo moja kwa wananchi wenzangu wote na wahitimu wote. Msijiulize Tanzania itatufanyia nini. Msijiulize Tanzania itatufanyia nini. Tujiulize sisi sote kwa pamoja, nini tutakifanya ili Tanzania iweze kuendelea? Nini tutakifanya ili Tanzania iweze kupiga hatua kubwa, tuweze kuwa ni miongoni mwa mataifa makubwa katika hii dunia na Afrika. Lakini mkija mkasema Tanzania inanisaidia nini, ni ngumu, kwa sababu Tanzania haiwezi kuendelea bila watu.
na watu ni mimi na ninyi, na ninyi ndio ambao mnapaswa kwenda kutafsiri tafsiri sahihi ya nchi yetu ya Tanzania, kwanza kwa kuwa wazalendo, kwa kujituma na kujitoa kuhakikisha nchi yetu inaweza kusogea. Sambamba na hayo, nimezungumza hapa kwa niaba ya Daktari Tulia Ackson, mbunge wa jimbo hili la tupo katika chuo cha St. Agey ambapo leo tuko tuna wanafunzi wanaohitimu mafunzo ya diploma ya ualimu shule ya msingi, diploma ya ualimu shule za awali, diploma ya maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii, na ni wanafunzi zaidi ya 400 walioweza kutunukiwa vyeti vyao siku ya leo. Lakini pamoja na hayo, tunaungana na serikali bega kwa bega kuona jitihada zinafanyika katika taasisi za elimu kuwaendeleza wanafunzi, kuendeleza walimu wanaojiendeleza fresh form 4, form 6. Tunawaaminisha kwamba St. Agey ni sehemu sahihi ya kuweza kufika na kujiendeleza kwa kozi mbalimbali. Tuko bega kwa bega na serikali kuona kwamba tunaweza kuliondoa dimbwi la upotoshaji katika jamii na kuweza kuelimisha jamii kwa ujumla. Tunategemea kwamba tukipata ushirikiano mkubwa zaidi upande wa serikalini, tutaweza kubadilisha mtazamo wa jamii juu ya kuajiri na kuajiriwa, kwa sababu pia taasisi yetu inafundisha mambo ya ujasiriamali. Mbali na kwamba wako ndani ya masomo ya vitengo mbalimbali, lakini pia tuna somo la ujasiriamali ambapo tunaweza kusema kwamba St. Agey tuna nafasi nzuri ya kuweza kuwakaribisha wanafunzi mbalimbali kutokana na mazingira ambayo tulionayo. Tuna mazingira mazuri, tuna walimu wazuri, wanafunzi wazuri, pia na vitu vingi vya ziada ambavyo tunaweza tukawapatia kwa ajili ya kujiendeleza kitaaluma.